Mhadhara wetu mfupi sana. Walivyoniuliza Sheikh Abdallah Al-Mundhiri, utakuja kusema nini? Nilikaa siku 3 nafikiria nini cha kwenda kukisema, na hiyo ni kwa sababu ya ule ufinyu wa elimu yangu, nikaseme nini. Lakini baadaye Mwenyezi Mungu akaniwafikisha, nikamwambia basi andika, tutakuja kuelezea baadhi ya machache tuliofundishwa na mashaka zetu katika suratul Asr. Sasa na mimi namuomba Allah aninusuru na anilinde nitamke yale yale niliyopata kuyasikia kutoka katika vinywa vya mashaka walionilea. Niseme kabisa mapema, yote nitakayoyasema sio yangu, nimeyapokea kwa mashaka wa kweli. Mungu awarahamu. Tafsiri yetu ni suratul Asr. Kwa nini? Kwa sababu nyingi sana, lakini mbili hizi nizitaje. Wenzetu hao maswahaba niliowataja hapa ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, waliamini kwamba suratul Asri na wameitakidi kuwa ni njia nyepesi ya kuweza kuhusiana watu. Yani wanapotaka kuhusiana, kwa sababu kuna sunna na wajibu wa kuhusiana kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaka tuhusiane kheri katika maeneo mengi, mpate kuhusiana sawa. Usikum bitaqwallah, usikum bikadha, usikum. Sasa maswahaba waliona njia nyepesi inayokusanya wasia ni suratul Asr. Katika hadithi alipokea Abu Madina Ad-Darimi sawa, ambayo Imam Tabrani ameiandika katika kitabu chake, anasema walikuwa watu wawili katika maswahaba, idha iltaqaya, wanapokutana kwa ajili ya jambo, basi lam yaftarika, wakimaliza jambo lao hawaagani, kila mmoja akaenda kwake, illa baada an yaqra'a ahaduhuma lil akhari wal asri innal insana lafi khusr, isipokuwa mmoja wapo katika wale amsomee mwenziwe suratul Asr, thumma yusallimu ahaduhuma ala al-akhar, kisha ndo mmoja atoe salamu za salamu alaykum wa agani. Lakini kama wamekutana kwa mfano kwa ajili ya mambo ya kibiashara, wakishapiga madili yao ya kibiashara, madili kwa maana ya hakika, sio kama sasa msema umepiga madili manake utapeli sawa sawa. Ukimsikia mtu anakuambia na dili zangu, ujue mambo ya haramu hayo, sio haya. Ni deal ile ya kwa maana ya jambo la haki katika mabiashara yao, katika mikutano yao ya kifamilia, katika kila kitu. Basi ilikuwa hawaondoki isipokuwa isomwe suratul Asr. Mmoja katika wao asome Bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kisha assalamu alaykum. Tujiulize, sisi tunafanya hivyo? Sisi tunamaliza okay, poa, oya poa, kesho hata hiyo inshallah yenyewe atuseme, kisha tunalalamika mambo magumu. Wepesi utapatikana wapi? Sunna tumeziacha. Maswahaba ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in, hadha kana haluhum, hii ndio ilikuwa hali yao. Idha iltaqaya lam yaftarika hatta yaqra'a ahaduhuma lil akhar surata wal asr, mpaka mwisho, kisha ndo wanasalimiana kwa kuagana. Nasi Mwenyezi Mungu atufikishe hapo tuyapate hayo. Hebu tusemeni inshallah. Niwaambie kitu, maana ya mihadhara hii, ukilisikia jambo kama hivi ndio ulikopi katika maisha yako, usiliache hapo. Hivi hapa sisi tukiondoka leo tuondoke na nini? Wal asr, na yawe ndio maisha yetu huko mitaani.
Tuseme tena inshallah. Lakini tukiacha hapa haina hata maana asiyekuja. Haina. Na mmoja katika mashehe zangu anasema sasa hivi imezidi mawaidha haya na mihadhara tunaona kama burudani baada ya kuona ni elimu ya kutuongeza katika maisha yetu. Unakaa jamaa anasema yule, haya anasema wewe umepata nini pale? Maana ya kupata ni kuchukua kile ulichokisikia kisha unakitia katika ngazi ya utendaji wa maisha yako kutoka pale mpaka unakufa au mpaka usikie kinyume chake. Mwenyezi Mungu atufikishe na sisi hapo. Basi hii sababu ya kwanza. Masahaba walikuwa wakikutana wakamaliza mipango yao na shughuli zilizowakusanya katika minasaba tofauti tofauti, hawamalizi vikao vyao isipokuwa isomwe suratul Asr. Swali, kwa nini? Kwa sababu i'tabaru annaha wasilatun ila tawasi bisabri wal bilhaqi wasabr. Waliona kwamba ni njia nyepesi ya kufikia kuhusiana katika mambo haya mawili makubwa sana ambayo hivi sasa dunia inakwenda kama kishada kilicho katika uzi ovyo ovyo kwa kuachwa mambo haya, haki na kusubiri. Waliona wakitaka kuhusiana kusubiri tuikumbuke suratul Asr. Hiyo ya kwanza. Ya pili, ukisoma katika baadhi ya maneno ya Imamu Shafi'i radhiyallahu anhu rahimahullahu ta'ala. Si mnamjua Imam Shafi'i? Imamu Shafi'i. Nauliza hivi kwa sababu sasa hivi tumeambukizwa ugonjwa wenye kirusi cha kusahau au kuwadharau wakubwa zetu wa kielimu. Miongoni mwa hao ni Imam Shafi'i. Mtu anasema hayo maneno ya Shafi'i hamjapata kusikia huko? Hiyo mambo ya Shafi'i hayo. Tena mkono anakuwa kushoto sana. Niachie mambo ya Shafi'i hayo. Na wewe tena Shafi'i wewe. Bwana wewe. Mimi mtu mmoja pale Kichangani niliwahi kumsikia akisema Shafi'i. Nikamwambia wacha Imam Shafi'i, mimi wewe uniwezi. Tuamue tukae hapa sasa tuanze kutimua vumbi katika mtaa. Wewe uniwezi ufike hata kesho. Tunamalizana hapa. Unasema habari za Imam Shafi'i mchezo bwana. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kuhusiana na Imam Shafi'i, wanachuoni wote wanasema hadithi hiyo ilikuwa inamhusu nani? Imam Shafi'i. Anasema alimun qurashiyun yamla'u tibaqa al-ardi ilma. Anasema sayati fi akhir zamani alimun qurashiyun yamla'u tibaqa al-ardi ilma. Mwisho wa zama atakuja mwanachuoni wa Kikuraishi ambaye yeye atabatika kujaza tibaqa al-ardi, maeneo yote ya ardhi ya elimu. Ndio Imam Shafi'i. Wewe una hadithi ya kuambiwa tu unajaza japo mtaa huu wa Nyamwezi elimu. Nyamwezi kutoka hapa Msimbazi mpaka pale Morogoro Road. Nani anakujua kama wewe una elimu? Sasa bwana huyu Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala alisikika akisema kwamba lau lam yanzil min al-Qur'ani illa surat al-Asr lakafat. Lau isingeshuka katika Qur'ani sura 114 ila ingeshuka hii piki yake suratul Asr, ingetosha kabisa, watu ingewasaidia. Isingekuja al-Baqara, isingekuja nini, isingekuja nini. Hii sura ya 113, sura ya 113 yenye aya 3. Hii anasema Imam Shafi'i, nilivyoisoma hii nimeanza mpaka mwisho nikaanza tena. Hii sura imehiti na imekusanya makusudio yote ya dini. Sura hii ilikuwa haina haja kuja msafu wote, ingekuja hii tu, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, ingetosha. Sadaqallahu alazim. Na maana mingine nyingi, lakini hizi mbili ndizo zonifanya mimi nimwambie Sheikh Abdallah, hebu wacha tutabaruku kueleza kidogo suratul Asr katika jamii. Ndugu zangu, hii ni Qur'ani
nayo ni suratul Asr, katika sura zilizoshuka Maka. Qur'ani kuna Maka na Madina, hii ni Makiyu, na aya zake ni ngapi? 3 tu, nayo kwa namba katika msahafu ni sura ya 103. Msahafu wote una sura 114, hii ni sura ya 103. Sisi wakati tunasoma tuliwahi kuambiwa na mashekhe zetu wa kitwarika. Nasema huko nacheka, kuna baadhi ya watu kitaja mashekhe wa kitwarika bora hata umtaje msanii wa Bongo Flava huko. Sisi mashekhe wetu wa kitwarika wale kutuambia thalathun ma fihinna kaf wa ma fihinna kaf. Katika Qur'ani kuna sura 3 hazina kaf, na yaliyomo humo ndani ni kaf, yani yanatosha. Kafu ni moja katika harfu za hijai zile 28, alif be te fe jim he fe dal dal re ze sin shin qad qad to re ain ghain fe kaf. Kaf, alafu lam mim nun, kuna qa na ka. Wazee wa zamani walikuwa wanatofautisha baina ya qa na kaf, ile qaf alafu inasema kiaf. Watu tuliosoma zamani kusoma nini? Kiaf. Akisikiza hamna uliosomaje? Kiaf ndio ile kaf. Sawa? Na hata kusoma kwao watu wa zamani, hasa wanachuoni kutoka maeneo ya fulani huko Omani hivi, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yawmiddin. Hapo iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baada ya iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas. Nasikia zile kafu na kia. Sasa katika msahafu kuna sura hizi hazina kiafu, hazina kafu, wakasema ma fihinna kafu, lakini yaliyomo humo yanatosha sana, nazo akazitaja. Ya kwanza wal asr, katika harufu zilizomo katika wal asr hakuna kiafu. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi. Yuqafu huwa hivyo, wa tawasaw bis sabr, lakini kafu hakuna. Ya pili liilaf, Bismillahirrahmanirrahim, liilafi quraishin ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadha al-bayt alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Na hii haina kiafu. Na ya tatu qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. Na hii nayo haina kiafu. Ziko ngapi? 3, lakini sura zingine zote zinao kafu. Katika sura 114, sura 111 zote zina kafu na kafu, ila hizi 3. Hiyo kazi ndogo kuchunguza mpaka kalijua hilo jambo, na njia hii tuliokuwa nayo na heka hii ya dunia, wenzetu walikaa kwa ajili yetu sisi. Kuna watu wameumbwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili ya sisi, vichwa vya panzi, wakaufanyia utafiti msahafu wakaujua. Kuna aya zingine, muda sio mada yetu, unaisoma mwanzo mpaka mwisho, ni aya moja imechukua harfu zote 28, haijaachwa hata moja. Kuna nyingine ina aya moja ina qaf 10, hizo ziko 10 nazo. Singaombe yule mtu yeye mimi aniwezi
sio madogo. Sura kama aya kama nini? Muhammadur Rasulullah wallazina amanu wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaghun. Hii mpaka mwisho ukihesabu unapata harfu zote kuanzia alifu mpaka ye. Ndio aya ya pekee imechukua aya zote 28. Harfu zote 28. Sasa hizi lazima umpate mtu anayekupenda akwambie kazi zake. Sijui umeelewa? Nirudie tena hapo. Hizi ni aya sharti umpate mtu anayekupenda akwambie ukiisoma hii pahala hapa wakati huu. Maanake ugomvi tuliokuwa nao hivi sasa pia kuhusu wakati nao. Nyakati zote sawa, wewe usijidanganye wewe. Utakwenda na maji. Juzi nimwambia mtu mmoja, vipi wakati wote sawa? Unaamini kama Ijumaa ni siku bora au uamini? Unaamini kama Ijumaa ni siku nzuri au uamini? Unaamini? Sasa kuna kizuri kinachokosa kibaya. Hakuna kitu kinachokosa kinyume. Maadamu kuna kizuri na kibaya kipo. Kwa Ijumaa ni siku nzuri, basi iko siku mbaya. Mpaka uende chuo kikuu. Jamani, nirudie maneno haya. Maadamu Ijumaa ni siku, basi katika wiki iko siku mbaya. Ichunguzo itafuti. Mpate fate nitakuelezea. Usifanye mambo katika siku hiyo. Unakwenda na maji. Mmoja katika mashaka zangu alikuwa haipendi siku ya Ijumaa, kila kitu siku ya Jumanne. Kila wakati Jumanne leo. Na cha ajabu akafa siku ya Jumanne. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anazungumza aliwaangamiza watu fi yaumi nahsin mustamir, katika siku ya nuksi inayoendelea. Hujasoma Qur'ani wewe? Hujaona aya hiyo? Fi yaumi nahsin mustamir, aliwaangamiza katika siku ya nuksi inayoendelea. Wewe jifanyie mambo tu. Ipo siku ya nuksi inayoendelea, maana itaendelea mpaka kiyama. Ikifika siku ni nuksi tupu. Mtafute shekhe wa kitwarika akwambie. Mashekhe wako wa kisasa watakwambia mambo yao, watakutosa na ndio wanakufa siku hizi. Kila siku mashekhe hao wenye ilmu zao wanafanya. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allah la yaqbidhu al-ilma intiza'an yantazi'u min qulubi al-ibad bal yantazi'uhu bi mauti al-ulama hatta idha lam yabqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau fadhallu wa adhallu. Msalimu Mtume Muhammad anasema Mwenyezi Mungu haichukui elimu kwa kuifuta tu. Hatoifuta, vitabu vitakuwepo, lakini ataichukua elimu kwa kuwaua wanachuoni wanaojua ile elimu. Hata wanakufa wanachuoni wanaojua ile elimu yenyewe. Vitabu vitabaki, lakini wanaovijua Mungu atawachukua. Anasema hata idha lam yubqi aliman, mpaka akihakikisha hamuachi mjuzi hata mmoja. Hata hapo sasa ndo inapochanika sanda. Unajua kichanika sanda, maiti ya ushiki wala zikiki, anakwenda mbio. Hata idha lam yubqi aliman, mpaka utapofika wakati ambapo hambakishi mwanachuoni hata huyu mmoja. Itakhadha an-nasu ru'usan juhalan, watu sasa watawafanya viongozi wajinga. Watawatafuta watu wajinga, watawafanya ndio viongozi wao wa kielimu. Fasuilu, wataulizwa maswali hawa viongozi wajinga wanaojifanya wamesoma kwa kujisomea kwenye Google. Faaftau, nao watafutu masala. Adhallu, watapotea wao. Wa adhallu, na watawapoteza wale wauliza. Ndio umefika wakati hujafika. Umefika bado? Mnaogopa kusema? Bwana, umefika bado? Ndio huu mkitaka mstaki. Juzi nimeona fatwa moja, mtu anaulizwa katika mtandao, hivi kasa ni halali au haramu? Sheikh anauliza naye, umemkusudia kasa gani? Maana yake kasa wawili. Kuna kasa wa Barzanji na kasa msaafu. Kuna kaasan Humayya na kaasan Dihaka. Umemkusudia kaasan Humayya au kaasan Dihaka?
Kama umemkusudia Kasan Mhumaya huyu wa Qur'an wa Barazanji, huyo haram. Lakini kama umemkusudia Kasan Dihaka yule wa Qur'an, huyo halali. Mambo gani haya? Basi unashindwa kusema ujui. Umeulizwa sema sijui, na mimi nikaulizwa watu wengine huko. Lakini tatizo sasa, ukishaitwa shekhe tena kama hivi ndio walidi, ushaitwa shekhe wa mkoa, hutaki tena kusoma, hutaki tena kujifanya ujui. Nani kakwambia maneno haya? Wa fawqa kulli dhi ilmin, juu ya kila mwenye kujua kuna anayejua zaidi. Kaulize. Hatutaki kusema haya tunajazia tu. Nataka kuelezea ubora wa suratul Al-Asr. Suratul Asr ni moja katika zile sura tatu ambazo wanachuoni wetu wa kitarika wa kisufi wanasema sura tatu hizi mafihinna kaf wa mafihinna kaf. Hazina kafu ndani yake, lakini yaliyomo ndani ya sura hizi yanatosha kwa maombi yako. Ukiwa na shida zako, una haja zako zozote, soma sana sura hizi, mambo yanafunguka. Si unadaiwa kodi? Jamani, si kodi zinasumbua huko? Haya basi, wote tuseme tuna majumba ya urithi tumeachiwa na wazee wetu. Vipi kusomesha watoto? Tunaweza karo zake? Haya basi, tunaweza. Tunaumwa tu matezi dume. Sasa hivi watu kuna magonjwa matezi dume, nguvu za kiume. Watu wengi sasa hivi ukifika usiku kama hivi wanaumwa. Anaenda nyumbani asijui aenda kusema nini. Sasa ndo narudi nyumbani sijui nitasemaje leo. Jana nimesema nimechoka. Hivi leo leo nitasema naumwa. Mpaka hoja zote zinaishi. Kwa sababu yeye ni Jumapili ya mvua, ugonjwa hauna dawa. Na ndio maana hizi dawa zote zinazouzwa misikitini milangoni dawa za nguvu za kiume tu. Huyu anakuja na mkongo, mwingine anakuja na nini? Ugonjwa sio ugonjwa. Dawa yake suratul Asr liilafi na kul a'udhu birabbil falaq. Takbir. Msalieni Mtume Muhammad. Tunafungua kodi hizi tena. Jisomee wal asri, jisomee liilafi na jisomee kul a'udhu birabbil falaq. Dawa ya usiku inakurudishia heshima. Thalathu ma fihinna kaf wa ma fihinna kaf. Kuna sura tatu hazina kafu na yaliyomo ndani yake yanatosha. Moja katika sura hiyo ni suratu Al-Asr. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaianza sura hiyo kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wal 'asr, na apa kwa wakati. Al-Asr nini? Wakati. Kuna wengine wasema wal 'asr, Mungu anaapa kwa wakati wa alasiri. Wengine Mungu anaapa kwa swala ya alasiri. Yoyote katika hizo tafsiri tatu ukichukua imethibiti kutokana na ujuzi wa wanachuoni waliotangulia. Wal asr, na apa kwa sala ya alasiri, au wal asr, na apa kwa wakati wa alasiri, au wal asr, na apa kwa zama zote. Mwenyezi Mungu anaapa. Wal asr, na apa kwa sala ya alasiri. Kwa nini kaapa kwa sala ya alasiri? Do liannaha salatul wusta. Salatul ndio swala ya kati na kati katika swala tano tunazoswali masaa 24. Hafidhu ala salawati wa salatil wusta. Mwenyezi Mungu anasema dumuni juu ya swala zote hizi, ziswalini zote, wa salatil wusta, na swala ya katikati, dhuhuri na alfajiri. Chini yake kuna magharibi na isha, liannahu ipo katikati, ndio salatul wusta. Kwa nini Allah Subhanahu wa Ta'ala ameapa kwa salatul wusta? Ndio swala ambayo baada ya swala hile wanapokezana malaika wanaofanya kazi kwa masaa 24. Imeeleweka vizuri? Sisi Mungu anatuletea malaika hivi. Tuna wengine leo wameanza swala ya alasiri, tunakwenda nao mpaka alfajiri kesho, mpaka adhuhuri. Wakifika alasiri shift yao imekwisha, wanakuja wengine. Na ndio wakati ambao matendo yetu ya masaa 24 yanapanda kwa nani? Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaika wanaondoka na madaftari yetu ya utendaji ya 24 hours, wanaondoka pale. Sawa? Wanapokezana, bwana mimi naondoka, saini hapa, wewe endelea na huyu muangalia anachokifanya. Yeye anaondoka na faili la. Yule anachukua kazi nao anaendelea. Ukicheka anaandika. Hao wana hatari. Ukicheka kama hivi, imo
hawajui nia yako. Ukijikuna imo, maana kiambiwa la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumar. Yani malaika kaambiwa kamwandikie kila anachokifanya, kila anachokisema. Nia yake niachie mwenyewe, nia anayo mwenyewe Mungu subhanahu wa ta'ala. Lakini matendo yetu yote, umeelewa? Yani hapa nikiinuka tu akaandika ukicheka kaandika. Yani yeye yupo na wewe tu. La yanfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hatamki mtu neno wala hafanyi kitendo isipokuwa kuna raqibun atid. Mmoja yuko huko, mmoja yuko huko. Hao wanapokezana wakati wa upi? Wa alasiri wal asr. Sawa? Swala ile ya na wakati, kwa sababu ndio kipindi mbingu zinakuwa wazi katika masaa 24, mbingu mawasiliano kutoka ardhini kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana wanachuoni wa kitwarika leo na wataja sana, wanakwambia ukisikia adhana ya alasiri usiache kuijibu ile Allahu akbar Allahu akbar ya alasiri, na wewe sema Allahu akbar Allahu akbar, kisha omba pale pale, Mungu mimi nataka kadha 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 kadha. Ashhadu an la ilaha illa Allah, sema na ashhadu an la ilaha illa Allah. Ya Rabbi, mimi sina nyumba. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mimi unavyoniona naumwa sana. Hayya ala swala, nasema hayya ala swala. Sina kazi mwenzio mimi. Hayya ala al-falah, hayya ala al-falah. Mke wangu anisikilizi, watoto wanijali. Mpaka mwisho. Hiyo hujapata kusikia, ndio kwanza unaisikia leo. Chukua mzee. Tunakumuta tena. Mambo yako magumu. Wakati gani? Kipindi kipi cha adhana? Usiache adhana alasiri unaendelea tu tena Allahu akbar Allahu akbar, unauza hiyo nazi 200 300. Wewe ikipitisha mwambie mnunuzi, subiri nijibu adhana ya alasiri kwanza, nipitishe mambo yangu. Tumeelewa vizuri? Ndio maana Mwenyezi Mungu anaapa kwa wakati wa alasiri. Wal asr, na hapa kwa zama zote, kwa sababu ndio nini? Wakati wote ndio mtaji wetu kama binadamu. Mwanadamu hana mtaji zaidi ya muda wake, zaidi ya umri wake. Huna mtaji. Sio mtaji wako wa nazi wala wa mafuta wala wa chochote. Mtaji wako, rasilimali yako ni umri wako. Sekunde yako zikifika 60 inakuwa dakika, zikifika 60 inakuwa saa, yakiwa 24 siku, zikiwa 7 wiki, zikiwa 4 mwezi, ikiwa 12 mwaka, ikiwa 10 miongo. Tumeelewana vizuri? Huo ndio mtaji wako katika maisha yako. Kosa hela, kosa kila kitu, lakini usichezee sekunde yako moja. Msalimu Mtume Muhammad. Hakuna maana ya kusema mimi niko hapa napoteza wakati. We haramu. Hakuna kupoteza wakati. Kila sekunde hakikisha imekulipa duniani na imekulipa akhera. Nirudi hapo. Kila sekunde hakikisha inakulipa duniani na hapo inakulipa akhera. Kama una sekunde unazitumia duniani tu, umefeli. Na vile vile kama una sekunde unatumia akhera tu, umefeli. Pata yote. Kila sekunde ikupe kitu duniani na sekunde hiyo hiyo ikupe kitu akhera. Mmoja katika wanawake aliwahi kukutwa na mwanachuoni mmoja anaitwa Al-Asma'i. Asma'i ni miongoni mwa wanachuoni waliokuwa viongozi, makhalifa wakali sana duniani hapa. Ilikuwa hataki mchezo. Aliwahi kumkuta mwanamke barabarani kama vile kakaa, mkono wake wa kulia ana tasbih, lakini mpande kidole chake, mkono wake wa kushoto ana mukuhula. Unajua mukuhula? Kijiti cha wanja anajipodoa huko. Akasimama nyuma yake akamwambia, toa mkwaju nimchape huyo. Kwa nini unampiga? Ana wazimu, anacheza na subhana huku anajipaka paka wanja, anamsabihi Mungu huku anajipodoa. Allahu akbar. Mmoja akamwambia usimpige, muulize kwa nini anafanya hivyo. Akamwambia kwa nini anafanya hivyo? Akasema lillahi minni, lillahi minni, lillahi minni wal batala. Maneno yale ya Kiarabu yametoka.
lillahi minni janibun la adhi'uhu walilbatala minni janibun. Lillahi minni janibun la udhi'uhu walilbatala minni janibun. Msalim Mtume Muhammad anasema Mungu ana upande wake, mimi siupotezi, na mume wangu ana upande wake pia siupotezi. Mungu upande wake ndio subhanallah, subhanallah. Mume wangu usafi wangu na kujipodoa kwangu. Kwa hiyo sitaki kufanya kimoja baada ya kingine. Hapa hapa na dili na Mungu, na hapa hapa na dili na mume wangu. Akija nikute niko ngari ngari. Msalim Mtume Muhammad. Basi wewe unashindwa na mwanamke aliolewa bwana. Unataka nini tena? Lillahi minni janibun la udhibuhu walilbatala minni janibun. Kabla Mungu ana upande wake katika mwili wangu, na mume wangu ana upande wake katika. Mungu anataka anione wakati wote na msabihi, na mume wangu wakati wote anapenda anione mimi msafi, najipodoa kwa ajili yake. Shika njia bwana, nenda zako, niachie bwana, mimi nashughulika na wakubwa wazangu. Asmai akaona haya, huyo akaondoka. Nini maana yake tunachokisoma hapa? Hakikisha kila sekunde inakulipa duniani na hamna kupoteza wakati. Ndio Mungu anasema wala asr, na hapa kwa wakati wote mimi na wewe tusipoteze nyakati zetu. Tumeelewana? Wanachuoni wanakuambia wakati una alama kuu hizi 3. Kila kitu kina alama zake, au wanaita khususiyya. Kila kitu kina khasiyya zake, ambazo ukizitizama hizo khasiyya zake, hicho kitu kinapambanuka na kitu kingine. Hata hii mikono miwili, unaona mkono wa kulia na kushoto, kila mmoja una khasi zake ambazo huku hakuna. Huku kuna vitu, huku hakuna, na huku kuna vitu, huku. Hata ukiona mapacha wawili, basi wajue kupitia alama zao. Na mwanachuoni au mwalimu mzuri ni yule ambaye kwamba anawafundisha watu mambo kupitia alama na khasi na khususiyya zao. Leo cha ajabu tunaambiwa watu wote tuwe sawa sawa na kitu kimoja. Hamna. Kila mtu ana alama zake. Mwenyezi Mungu anasema wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba atakacho na anachagua. Kweli sisi wote binadamu, lakini kila mmoja amempa mambo yake. Mwanamume ana mambo yake, mwanamke ana mambo yake, mkubwa ana mambo yake, mdogo ana mambo yake. Kila mmoja huyo. Na hakuna kufanana katika hilo. Mimi siku moja mtu mmoja ananiambia, alikuwa anasikia huko anasema kwetu Magomeni, Walidi yule mwenzetu sana. Nikamwambia mimi sipingi. Mwenzenu sana, lakini lazima muweke wazi katika nini? Mwenzenu ndio katika nini basi? Sema yule mwenzetu sana, tumesoma wote Uhuru Mchanganyiko darasa la kwanza mpaka la 7, sipingi. Yule mwenzetu sana kwa sababu tumezaliwa wote wapi? Magomeni. Yule mwenzetu sana kwa sababu yeye Mzaramu na mimi Mzaramu. Yule mwenzetu sana kwa sababu tumecheza mpira wote. Mimi nilikuwa nacheza sana mpira zamani. Lakini usiishie tu yule mwenzetu sana. Wewe ainisha maeneo ya umwenza na mwenzio. Sawa? Ndio maana ukisikia kuhusiana na Mtume Muhammad, kweli ni mwanadamu lakini basharun la kalbashar. Ni mwanadamu lakini sio kama mwanadamu mwingine. Mwenzio anapokea wahi, wewe unapokea hata barua ya posta. Nani anakuamini? Mwenzio kaaminiwa kwa wahi. Unaliona dogo hilo? Basharun la kalbashar. Sawa, wewe unaoa mwenzio mpaka wake 9, wewe wangapi? Au 4 hawezi. Mwenzio wangapi? Na wote alikuwa anawatosheleza. Jambo dogo hilo? Bwana dogo hilo. Sasa bado mwenzangu katika nini bwana? Mwache na mambo yake, mkubalie. Sawa? Sasa mwalimu mzuri ni yule ambaye kwamba anayataja mambo kupitia kwa hususia zake. Nataka nikupeni hususia za asili, za umri wetu. Na hii itatusaidia sana. Napenda kutoa mfano mmoja mara nyingi nikifika hapa. Kwa mfano mimi ndo niko huko kwetu Kisiju, sijawahi kuona mpira. Mnajua mpira? Huu mpira huu. Na usikia kwenye radio tu. Anakwenda gola. Lakini sijawahi kuuona. Sasa nikimpata mtu aliyopata kuuona mpira, nikimuuliza mpira ni nini, anapaswa anipe alama zilizomo kwenye mpira ambazo hazipatikani katika kitu kingine chochote.
na mpira unazo alama ambazo hazishirikiani na kitu kingine chochote. Msalim Mtume Muhammad. Lazima kila kitu kina alama zake ambazo haifanani na kitu kingine. Mpira ni nini? Usije ukaniambia mpira ni kitu kinachokwenda kwa kudunda dunda, utokoshanipoteza. Sijaona mpira hata siku moja. Kesho nikamwona chura mbele yangu anapita pita namna hii, sina mpiga dandana, kwa sababu mpira ni kitu kinachokwenda kwa kudunda dunda. Unaelewa vizuri? Mpira ni nini? Usije ukasema mpira ni kitu cha mviringo. Bwana, chungwa la mviringo, kichwa cha mviringo, balbu ya. Tulia. Hakikisha chunguza mpira upate kitu kimoja kilichomo katika mpira. Ukiutaja mpira kwa sifa hiyo, vitu vingi vitatoka, unabaki mpira peke yake. Hiyo ndio mantiki baba katika upande wa taarifu na definition. Wanachuoni umefanyia kazi. Kwa hiyo wakautizama umri wetu, ukakuta una vitu vitatu huvipati katika kitu kingine chochote. Kama kipo ni kidogo, lakini sivyo hivyo kilipo. Nisikilizeni hapa. Wal asr, na hapa kwa wakati wa alasiri, na hapa kwa swala ya alasiri, na hapa kwa zama zote. Zama, nyakati, una vitu hivi vitatu. Kwanza una kitu kinaitwa suratun qidha, mwendo kasi. Mwendo, hakuna kitu kinachokwenda mbio zaidi duniani zaidi ya umri au zaidi ya wakati. Sio basi la mwendo kasi, wala sio sauti kama wanavyosema wakina Bacon wana sayansi, wala sio mwangaza, wala sio ndege ya kivita, wala chochote. Hakuna kitu kinachokwenda mbio zaidi ya nini? Ya wakati. Ninazo dalili nyingi naweza kukupa hapa mpaka kesho na mwenyewe ukachoka, lakini mimi nitakutajia moja au mbili kwa sababu ya wakati. Adhana na visanga bado kidogo. Haya, tumeelewana? Alama ya kwanza ya umri wetu ni nini? Mwendo kasi. Unakuta wakati ushaisha. Na ndio maana chochote unachosikia kinachoambiwa kinakwenda mbio kuliko kingine, lazima kipate cha pili cha kushindanisha. Lazima upate cha pili. Na kikubwa katika vishindanishwaji na mwendo kasi, hakuna zaidi ya sekunde. Utasikia mtu anakwambia sauti nini? Sauti ni kitu kinachokwenda kasi sana, kwa sababu kinakata masafa ya kilomita 6 kwa sekunde kadha. Lazima ushindanishe na nini? Na sekunde. Yani kigezo cha ukasi wa kitu fulani hakuna zaidi ya muda. Nazo nini? Sekunde au dakika au saa. Maana yake nini? Sekunde na dakika na saa iko mbele, hicho kitu chako kiko nyuma, kinafukuza ile sekunde. Nimekwenda mbio sana, nimetumia masaa 2 tu kwenda Tanga. Kwani hakuna kitu kingine? Tuna treni ya SGR. Inakwenda kasi sana. Hapa na Morogoro dakika 95. Kwani hakuna kitu kingine cha kushindanisha na SGR? Hebu nitafutie kitu kingine. Ni nini? Hupati zaidi ya sekunde na dakika. Hii inamaanisha sekunde zetu na dakika zetu na umri wetu ni kitu kinachokwenda kasi sana. Na dalili ya pili nakupa wewe mwenyewe. Mimi binafsi mwaka huu nimekamilisha umri wa miaka 57. Mimi. Alhaji hapo miaka mingapi? 60? Haya, muulizeni Alhaji mwenye 68. Hivi umechoka kuishi? Anakwambia bado nataka aishi sana, kwa sababu hajafaidi bado. Au kuna mtu sasa, mimi na miaka 200 sasa, wacha nife. Yuko wapi? Unaionaje? Hii ni dalili ya kwamba mambo bado yako mengi, umri hautoshi, kwa sababu umekwenda mbio. Ndio mmoja katika wanachuoni anasema alwajibatu aktharu min alawqat, majukumu ni mengi kuliko muda aliotupa Allah subhanahu wa ta'ala. Na sasa hivi huku akhiru zamani ndio kabisa, huku wakati umeongeza kasi. Ami yangu mimi ananiambia tena, ananiambia maneno hayo katika miaka ya 80 huko Sheikh Hamisi. Mimi nililelewa sana na ami yangu kuliko na babangu Ustadh Alhadi, Mungu awarehemu wote. Wakati niko kwake alikuwa ananiambia, Walidi, sasa hivi watu wanakwenda mbio sana, tofauti na wakati wetu sisi wakati huo.
Anasema zamani sisi mtu anaamka nyumbani hana kitu, shamba huko Kisiji. Anaamka ndo anakwenda wapi? Shamba, anakwenda kulima. Kuna baadhi ya mazao siku hiyo hiyo mpaka jioni anachipua. Sawa? Mazao hayo lazima yaanikwe. Yakishaanikwa ndio yatwangwe, alafu yapikwe. Anasema wakati unatosha kabisa, tunafanya yote siku haijaisha. Muogo unachimbwa leo, unamenywa leo, unatwangwa leo, unaanikwa leo, unakauka leo, na leo unapikwa ugali. Zama zilizopita ilikuwa hivyo. Sasa hivi subutu. Hapo ndio hujapambana na foleni tena kutoka Kimara mpaka Kariakoo. Na ndio maana unaona kasi hizi tulikuwa nazo huko nje. Wakati unakwenda mbio. Nuh alayhi salam, Sayyidina Nuh alayhi, yeye ndio atwalul anbiya'i umran, nabii alioishi miaka mingi kuliko yote. Ukisoma kitabu cha An-Nubuwwah wal Anbiya cha Imam Muhammad Ali Sabuni kinasema ile miaka 950 iliyotajwa katika Qur'ani, miaka ile Nuhu ameishi katika kazi ya utume. Kazi ya utume miaka 950, lakini umri wake wote ulikuwa miaka 1380. Miaka 1380 ndio ameishi. Lakini ile 950 ni kipindi cha utume. Sallallahu alaihi wasallam ameishi miaka 63, miaka 23 akiwa mtume. Miaka 40 kabla ya utume, miaka 23 ndani ya, na ndio Nuhu. Miaka 1950 ya utume. Ukitoa hiyo iliyobaki, jumla umri wake ni miaka 380. 1300 na miaka michache hiyo. Hivi kuna hizo ndio karne ngapi? Miaka 1000 karne ngapi? 10. Kapata karne 13. Karne, yani umri wote huu wa hijiria, sasa hivi tuko 1400 toa kidogo ndio umri miaka ya Nuhu alayhi salam. Sisi hata 100 upati. Sasa huyu Nuhu alayhi salam aliishi miaka 1380. Siku aliyokufa, kabla ya kutoka roho, wamekuja malakul maut wakamwambia, ya atwalal anbiya umra kaifa wajadta dunya, ewe nabii ulioishi miaka mingi kuliko mwanabii mwingine yoyote na binadamu yote, hebu tuambie, kaifa wajadta dunya, umeionaje dunia? Hebu tuambie, tuonyeshe ajabu, maana yake umeishi miaka mingi wewe, una ajabu nyingi sana. Hebu tupe ajabu za kidunia ulizoziona ndani ya miaka 1000 na kitu. Kama mimi ukiniuliza hebu nipe, nitakwambia katika umri wangu nilikumbana na corona. Ilikuja corona, misikiti yote ikafungwa dunia nzima. Mpaka hija ikuwepo. Ajabu sio ajabu? Ilikuja tsunami. Ndio ajabu zenyewe hizo. Ilikuja vimbunga vyenye majina ya watu, Katrina. Nyingine nini? Kimekuja hidayah. Ndio ajabu zenyewe hizo. Nuhu anasema mimi sikuona corona, sikuona Katrina, sikuona tsunami, sikumuona huyo hidayah wala Mwajuma. Mimi wajadtu dunia, ajabu anasema ajabu ni nyinyi kuniona mimi nimeishi sana. Ndio ajabu yenyewe. Mimi mwenyewe sijioni kama nimeishi sana. Mimi nimeishi miaka mingapi nyinyi mnasema nimeishi sana? Hiyo ndio ajabu. Inni wajadtu dunya kaannaha daru laha babani. Miaka yote 1300 na kitu hiyo, nimeiona dunia kama nyumba yenye milango miwili. Dakhaltu min babil awwali fa kharajtu min babi thani. Nimeingia mlango huu nikatokea huko. Niueni niondoke hapa. Simtetie maneno mimi. Nimeishi sana mimi. Sasa umezoka gonga 1300 na kadha. Wewe mwenye 42 utaiona dunia kama nini? Hii ni dalili kwamba hata huyu Nuhu anatuthibitishia dunia inakwenda, umri unakwenda kasi. Na kikubwa Mungu mwenyewe anasema katika Qur'ani, kaannahum yawma yarawna lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha. Hujui aya hiyo? Kaannahum yawma yarawnaha, kana kwamba hawa watu siku watakapokiona kiyama wao wenyewe watasema lam yalbathu, hawajaishi hiyo miaka 1000 duniani na makaburini illa ashiyatan, isipokuwa masaa 6
ya usiku au dhuhaha au masaa 6 ya mchana. Ashia ni muda tuliokuwa tangu limezama jua mpaka saa 6 usiku. Kipindi hichi ndio kinaitwa nini? Ashia. Na dhuha tangu linapopanda jua kadri rahi mpaka saa 6 wakati wa istiwa ndio inaitwa nini? Dhuha. Ni masaa 6 tu. Kwa hiyo hata kama umeishi miaka 900 mwenyewe utasema ma labistu fil ardi illa ashiyatan au dhuha. Ni dalili ya nini? Ya kwenda kasi kwa umri wetu. Sheikh wangu Sheikh Muhammad Ayubu anakuambia meza utafuna nchepeni. Meza yani wewe sagula hivi sasa, usingojee kesho. Sasa hivi fanya mambo yako ya kidunia, sasa hivi fanya mambo yako ya kiakhera kama tulivyosema pale mwanzo. Sawa sawa? Usiache swala hata moja, usiache funga hata moja, usiache chochote, kwa sababu ukipewa wakati wako ndio huo haurudi tena. Tumeelewana? Haya, ndio maana Mungu akasema wala asr, na hapa kwa wakati wote. Innal insana la fi khusr. Mwanadamu yupo katika hasara kubwa. Yaani wanadamu wote. Maana yake mwanadamu kufeli ni rahisi kuliko kupatia katika maisha yake. Kidogo tu umeharibu. Yaani kuharibu ni rahisi kuliko kupatia. Kuharibu ni bure. Kutengeneza ni gharama. Ndio innal insana la fi khusr. Mwanadamu kupata hasara, yani wanadamu wote tupo katika hasara. Tupo katika ubigo wa hasara. Kitu gani kitakachotuokoa? Illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao wataamini wa amilu salihati. Imani na amalu salih, ili ni jambo moja. Wengi ni waumini lakini matendo mema hawafanyi. Lakini wengi wanafanya matendo mema sio waumini. Inachukua illa alladhina amanu wa amilu salih. Kuna watu wana imani nzuri kabisa, ukimgusa tu mimi Muislamu, lakini haswali huyo, hatoi sadaka huyo, hafungi huyo, lakini mwenyewe ni Muislamu. Hakuna Uislamu huo. Illa alladhina amanu, pili, wa amilu, asma al-iman wal amal tawaman. Na ndio maana yanakutanishwa popote aya zote, alladhina amanu wa amilu salih, walioamini na kufanya mambo mema. Imani peke yake isiyokuwa na matendo mema haisaidii, na vile vile matendo mema yasiyokuwa na imani hayasaidii. Kuna baadhi ya watu ambao hawana imani wanafanya matendo mema, Mungu anawataja katika Qur'an. Innal ladhina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu ma'a hatta idha jaa'a lam yajid shay'a. Asema wale ambao hawana imani lakini wanafanya mambo mema, asema a'maluhum kasarabin, matendo yao ni kama mangati. Unajua mangati? Mangati Kiswahili hicho ni ile hali ambayo kwamba anaikuta mtu wakati wa kiangazi akisafiri, kama ni jangwani au barabara ya lami, akitizama mbele kule anaona nini? Kama maji. Lakini kila akiyasogelea, ndio wale wote ambao wanafanya mambo mema, wanajenga misikiti, wanasaidia mayatima na wajane, wanajenga mahospitali, wanafanya mabarabara, lakini hawasema ashhadu an la ilaha illa Allah. Haya matendo yao watayaona huko kienda siku ya kiyama, lakini hayatowasaidia, wanaona yale. Na vile vile mtu mwenye imani lakini hana matendo mema. Qur'ani katika suratu Al-An'am Mungu anasemaje? Hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaika au ya'tiya rabbuka au ya'tiya ba'dhu ayati rabbika yawma ya'ti ba'dhu ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl au kasabat fi imaniha khayra qul intadhiru inna muntadhirun. Rudi katika suratu Al-An'am, inasema Mungu anauliza, mnangoja nini? Mbona hamswali? Nyie mshaamini vizuri, mbona hamfungi? Nyie mshaamini vizuri, mbona hamtoi sadaka? Nyie mshaamini, mbona hamfanyi mambo mema? Mnasubiri aje malaika awaambie, sio huyu Walidi alokajua kiti hichi? Au yati ya rabbuka, au aje Mungu mwenyewe ndio awaambie mfanye? Au yati ya baadhi ayati rabbika, au mpaka kiwajie kifo? Vitu vingapi? Vitatu. Mungu akisema yauma yati ba'dhu ayati rabbika, siku kitapowajia kifo nyie, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl, nafsi yoyote haitomsaidia mtu siku hilo kuamini. Yani unakufa, unaona kifo hichi hapa, ashhadu an la ilaha illa Allah, utafanana na nani? Na Firauni. Firauni alimeshuhudia siku ya kufa, imemsaidia imani yake?
Mungu ambaye al'an, leo, wakad asaita qablu au lam takun au kasabat fi imani ya khaira, au alikuwa hana imani kama sisi lakini imani hile haikuchuma khairi. Imeeleweka vizuri? Kwa imani na amali viendane pamoja. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salih. Mwisho watawasau bil haqq, kuhusiana na Mungu kila wakati. Bwana Mungu, bwana tahadhari, Mungu ya Rabb, bwana Mungu. Yani wakati wote kuhusiana na nani? Haki. Hapa maana yake Mwenyezi Mungu, haki maana yake ni dini, haki maana yake mtume, haki maana yake ni Qur'an. Tuhusiane juu ya haki. Mungu ndio haki. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una ilayhi huwa al-batil wa huwa al-aliyyul kabir. Haki ni Mungu, haki ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haki ni Qur'an. Fa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Qur'ani hiyo haki, dini walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala dini kullihi. Kwa hiyo dini ndio haki, mtume sallallahu alaihi wasallam ndio nini? Haki. Mwenyezi Mungu ndio haki. Qur'ani kitakachotuokoa sisi kisitutie katika hasara ni kuhusiana na haki hizi, sio kuhusiana na kitu kingine chochote. Yale yaliyomo katika mambo haya tuyafanye, ndio wasia wetu katika Qur'ani, katika dini, kwa mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa Mungu subhanahu wa ta'ala. Watawasau bil haki, na cha mwisho na tunamaliza muhadhara huu, watawasau bisabr, na kuhusiana na usubiri. Hapo ndo kwenye kazi yako, kwenye subira hapo. Asabru, Mungu kwa kujua ugumu wa kusubiri ndio akasema inna Allaha ma'as sabirina innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighairi hisabi wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azmi. Naweza nikasoma aya 250 zote zinaelezea juu ya kusubiri tu. Subira. Leo dunia imeharibika kwa sababu tumekosa wallahi. Na subira ina maana nyingi, lakini kubwa mbili, maana mbili za kusubiri. Kuna kusubiri kwa maana ya kungoja wakati mwafaka. Hiyo hatuna pia. Tuna haraka hata. Mwambie mtu subiri wakati wako hujafika. Unaionaje? Umesikia hao hizo? Huyo kakosa subira. Hata wale usimama pale hawataki kukaa chini, hawasikizi muhadhara, subira ndogo. Na waambieni kweli, kuna mtu mbona amalizi huu muhadhara? Subira. Hata nyie hapo unaona muhadhara mrefu, subira baba. Tumekosa kusubiri, matatizo chungu mzima. Asabru kwa maana ya kungoja wakati mwafaka hatuna. Tuambieni ukweli tu. Watu wa sheria wanakuambia hivi, man istajala amran qabla awanihi udhiba bihirmanihi. Mwenye kuharakisha jambo kabla ya wakati wake anaadhibiwa kwa kunyimwa hilo jambo lenyewe. Man istajala amran qabla awanihi udhiba bihirmani. Mwenye kuwa na haraka ya jambo kabla ya wakati wake anaadhibiwa kwa kulikosa. Hata hii masala ya elimu, unaambia subiri, wakati wako utafika, tutakuruhusu ukafanye kazi ya elimu. Siku hizi hatutaki mtu anasoma sana mwaka mmoja, miwili, mitatu, akija hapa naye shekhe mkubwa, au akija hapa naye daktari. Wewe fanya udaktari mwaka mmoja, kozi ya udaktari mwaka mmoja kweli? Bado haiwezekani. Miaka 3 mpaka 5 ndio unapata degree ya kwanza kwenye udaktari, brother. Lakini sasa hivi watu wa darasa 7 wote wanafanya operation, wanapasua watu matumbo yao. Ndio inapotokea matatizo. Yule mwenye kuumwa kichwa anapasuliwa mguu, wa mguu anapasuliwa kichwa. Wewe usiona vitu vya ajabu, eti mtu kafanya operation, yule daktari kasahau mkasi tumboni. Hamjai kusikia hayo? Subira. Tumekosa subira ya kungoja. Subira ya pili maana yake kuvumilia. Hatuwezi kabisa kuvumilia machungu. Ukiguswa kidogo tu unalalamika na unaanza kupiga kelele. Nini shekhi? Mtume Muhammad
yaliyomkuta madogo. Mbona alisubiri? Mitume yote ile ulul azmi mitano kaisome habari zao. Hawa wote unaona ni mashehe wakubwa. Hata ukimwona mtu tajiri mkubwa ujue alisubiri. Labda wale wachache waliorithi mali zile kutoka kwa wazee wao, lakini kwenye kutafuta mzee kasubiri. Subira. Mmoja anasema la astashilanna thaba au udrika almuna faman qada al'amalu illa lisabiri. Nitafanya mapesi magumu haya yanayoona mapesi mpaka nipate ninachokitafuta. Faman qada al'amalu illa lisabiri. Kwa sababu mtu hafiki malengo yake isipokuwa mwenye kusubiri. Subiri ufike katika malengo. Leo watoto wazina hawa wote wengi kwa sababu wale wazee wao hawakusubiri kuoa. Mtu kabalee tu anaanza kupiga vitu. Bado subiri. Na ndio maana wanaadhibiwa kwamba wale watoto mmewazaa nje ya ndoa sio wenu, kwa sababu hamkusubiri ndoa. Mkitaka ndio hivyo, msipotaka ndio hivyo hivyo. Asabru ndio Mungu kaiweka mwisho, watawasau bil haqi watawasau, tuhusiane kusubiri machungu kwa kuyavumilia, kusubiri wakati muwafaka. Usijifanyie jambo kabla wakati wako. Inafika wakati sasa. Na ndio maana hata tarehe na kalenda zote hivi sasa hivi unaweza kufunga mwezi wa Ramadhani sasa. Si mpaka usubiri Ramadhani ifike. Na ikifika Ramadhani masaa 12 kama huku kwetu, lakini baadhi ya nchi masaa 18 mtu kafunga tu. Hanywi maji. Subiri. Faida ya kusubiri. Inna Allaha, hiyo ndio faida. Inna Allaha ma'as sabirina. Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Hivi mshaitafakari aya hii kwa kina au mmeizoea sana mnaipita pita tu? Inna Allaha ma'as sabirin. Mungu yuko pamoja na wenye kusubiri. Ushaitafakari hii aya kisawasawa? Maana yake huko alipo Mungu, ikiwa wewe unakusubiri na wewe utakuwa huko huko. Ndio maana Mungu akutupi, usubiri. Utafikia tu malengo. Mungu anaonekana? Haonekani. Na wewe ukisubiri mzee, wabaya wote hawatakuona. Mchawi hatakuona, tapeli hatakuona, uonekane, usubiri. Watarahum yanzuruna ilaika wa hum la yubsirun. Hebu rudi katika kile kisa cha kuhama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Sayyidina Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Wanaondoka kule, walifika pale katika pango, walijificha au kujificha? Wale walikuwa wanawatafuta walifika au kufika? Walifika mpaka pale mzee, walifika. Sayyidina Abu Bakar anamwambia Mtume Muhammad, ya Rasulullah, law nadhara ahaduhum ila tahta qadamayhi la ra'ana. Lau mmoja katika wale akitizama chini tukatuona. Wamekuja mpaka mlangoni. Sayyidina Abu Bakar anafanya, anatetemeka. Lau nadhara ahaduhum ila qadamayhi la ra'ana. Mmoja katika wale akitizama chini tu, akiamua kujitizama miguu katuona. Maana wale kwa chini kidogo. Ikiwa hawa wanaweza kumuona Mungu, na sisi watatuona. Lakini kama macho yao hayamuoni Mungu, na sisi hatuoni. Allahu yudrikuhu al-absar, la yudrikuhu al-absar wa huwa yudriku. Macho hayamuoni Mungu, na hawa hawezi kutuona, siku sababu sisi tuko na Mungu hapa. Pale pale inashuka aya, thaniya ithnaini idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Piga mstari hapa. Kumbuka wale wawili walipokuwa katika pango, idh yaqulu li sahibihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia sahibu yake, la tahzani, usihuzunike Abu Bakari, usiogope, hawatuoni hawa, inna Allaha ma'ana, Mungu yuko pamoja na sisi. Ikiwa wana uwezo wa kumwona Mungu, na sisi watatuona. Walionekana? Basi na wewe uko na subira, mbaya yoyote atakuona. Ukikosa subira utaonekana mpaka na mchawi. Subiri katika machungu ya kufanya kheri, subiri katika machungu ya kuepuka mabaya. Hapo ndo kwenye subira ngumu. Kuacha mabaya, kuna watu wameyazoea mabaya, wakiacha wanaumia. Subiri uchungu wa kuacha mabaya, Mungu atakuona na watu watakuona. Na kufanya ibada, zinauma. Ibada zote hizi zinatesa. Kukaa hapa tangu tumekaa mpaka sasa hivi umekaa tu unasikiliza, unaacha mambo yako mengine, kunaumiza. Lakini subiri, kwa kukaa hapa Mwenyezi Mungu anakuona. Hiki ndio maana maswahaba ilikuwa watafanya mambo yao, watamalizana, lakini mwisho watahusiana. Mmoja lazima asome wal asri
innal insana illa alladhina waamilu watawafau. Na sisi tuisomeni wote. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat watawasau bil haqqi watawasau bis sabr wama alaina illa al balagh mubin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wal afwa.